Nikukaribisha tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutokea hapa. Baada ya taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kutangaza kuhamisha ushindi wa mchezo wa fainali wa kombe la mataifa Afrika AFCON, African Cup of Nations, kwenda kwa timu ya Morocco hapo jana. Mchezo huo wa fainali ambao ulikuwa ni kati ya timu ya taifa ya Senegal dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, ambapo mchezo huo uliamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Senegal iliweza kushinda penalty 3, Morocco iliweza kukosa penalty zote, na kombe hilo kuamuliwa kwenda kwa timu ya taifa ya Senegal kwa ushindi wa bao 3-0. Dakika 90 za mchezo huo wa fainali wa kombe la AFCON zilikuwa ni za heka baada ya timu ya taifa ya Senegal kuamua kutoka uwanjani timu nzima, wakibakia wachezaji wawili tu uwanjani akiwemo Sadio Mane, wakimgomea refali wakati kwa uamuzi aliochukua wa kuruhusu mkwaju wa penalty kupigwa kuelekea katika upande wa timu ya taifa ya Senegal. Baada ya tukio hilo, kapteni wa timu ya Senegal Sadio Mane aliweza kuwaomba wachezaji wake na kurudi uwanjani kuendelea na mchezo, huku kuruhusu mkwaju wa penalty kupigwa katika timu ya Senegal. Baada ya pigo hilo la penalty kupigwa na timu ya Morocco, waliweza kukosa penalty hiyo na mchezo kaendelea mpaka dakika 90 kumalizika kwa pande zote mbili kuto kuona lango la mwenzake, na mchezo kumalizika kwa bila kuingia katika mikwaju ya penalty, ambapo timu ya Senegal waliweza kupata penalty 3 huku Morocco wakikosa penalty zote, na Senegal kuamuliwa kuwa ndio washindi wa mashindano ya AFCON mwaka 2025 na kubeba kombe katika usiku huo. Baada ya mchezo huo kumalizika, Morocco iliweza kutuma maombi ya kukata rufaa kupitia bodi ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, na kupitia bodi hiyo ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF waliweza kupitia mchezo mzima, na swala ambalo waliweza kulitafsiri kama ukiukwaji wa taratibu pamoja na sheria za mchezo ni kile walichokifanya timu ya taifa ya Senegal kuondoka uwanjani. Bodi hiyo ikaamua maamuzi mapya ya kubadilisha matokeo kutoka katika timu ya taifa ya Senegal kombe hilo kurudi katika timu ya taifa ya Morocco. Kupitia kurasa za mitandao ya kijamii za mchezaji na kapteni wa timu ya taifa ya Senegal Sadio Mane ameweza kutoa ya moyoni na kuonyesha kuvunjika kwake moyo kwa maamuzi ambayo yametolewa na bodi ya ligi ya CAF, na kuweka slides kadhaa katika Insta story yake, akiandika hivi kwenye slide yake ya kwanza: "The world knows the true champion." Dunia inajua nani ndiye bingwa wa kweli. Na katika slide yake ya pili ameandika hivi kupitia lugha ya nchini kwao: "Ce qui se passe, kilichotokea kimezidi mipaka. Huu si mpira tunaoupigania, wala si Afrika tunayoiamini. Kuna rushwa nyingi sana katika mchezo wetu na inaua hamasa ya mamilioni ya mashabiki barani. Wachezaji wanatoa kila kitu uwanjani, lakini maamuzi yanayofanyika nje ya uwanja ndiyo yanayoamua matokeo ya mechi na mataji. Nimevunjika moyo sana, si kwa ajili ya Senegal pekee, bali kwa soka la Afrika kwa ujumla. Tunastahili yaliyo bora zaidi. Mashabiki wanastahili haki, uwazi na heshima. Fans merriment, request transparency and respect." Alikuwa ni mchezaji pamoja na kapteni wa timu ya taifa ya Senegal ambao tayari kombe limepokonywa kutoka mikononi mwao kwenda katika timu ya taifa ya Morocco, akiandika kusisitiza kwamba hali iliyofanyika inaathiri taswira nzima ya mchezo huo na kupunguza imani kwa mashabiki katika ushindani wa haki, sio tu kwa nchi ya Senegal bali ni kwa Afrika kwa ujumla. Bwana, hiyo ndo story ambayo nimekuletea kwa siku ya leo kuhusiana na alichokiandika mchezaji Sadio Mane. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kuendelea kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kimichezo kama hizi, teki, pamoja na kufahamu habari za kiburudani na kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye. Run.